the Lamb seated on the throne. Mountains bow down. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni ndugu Augustus. Nimeokoka, mpenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Ningependa nichukue nafasi niwakaribishe wote katika ibada yetu ya siku ya leo. Tuko mtandaoni, tutapata pale katika YouTube. Pia unaweza ukajiunga nasi kila Jumapili katika sehemu za Athi River. Kisha vuka mto wa Mawe ukielekea sehemu za Daystar. Tuko pale, jiunge nasi na utabarikiwa sana kila Jumapili. Tunakutana kuanzia saa 4 mpaka saa 6. Tuko na hata kwaya, tuko na praise and worship. Wale pengine wamebarikiwa na sauti, naweza pia ukajiunga na hizo vikundi pia. Ningependa niwashukuru pia kwa kujiunga nasi siku ya leo. Ibada yetu tunawaletea mtandaoni, na kabla tuendelee, ningependa nialike kikundi cha wana praise wakatuletee wimbo mmoja, nikiamini kwamba utabarikiwa ukiwa mahali popote pale. Kabla waje hapa, ningeomba tuombe tukiamini kwa pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante. Tunaliabudu jina lako, tunalitukuza, tukisema kwamba hakuna aliye kama wewe. Pokea sifa, pokea utukufu unapoketi katika kiti chako cha enzi. Tumekusanyika mahali hapa ndiposa tukuabudu. Naomba kwamba tukuabudu katika roho na katika kweli, vile maandiko yako yanatuambia tukuabudu. Asante ni kwa ajili ya kikundi cha praise and worship, na wakabidhi pia mikononi mwako. Wabariki katika sauti zao, wabariki pia katika zile nyimbo wataongoza watu wako kuabudu na kukusifu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Nimeonja huyu Yesu, ninajua
nikiamini kwamba tumebarikiwa pamoja. Kwa wale ambao wanatufuatilia katika mtandao, asanteni sana. Mungu awabariki na endelee kuinua. Kipindi kingine ambacho ningependa mwalike mtumishi wa Mungu ambaye atatuletea neno, Dr. Reverend Paul Mutinda, ambaye amekuwa ni baraka kwa wengi mahali hapa. Kabla aje pia kutuletea neno, tuombe pamoja. Baba, tunakushukuru ni kwa ajili ya neno lako ambalo tunaenda kusikia. Tunaomba kwamba ukatubariki kupitia kwa neno lako. Wote ambao wanatusikia kupitia mtandao na katika sehemu tofauti tofauti, naombea baraka zako ukawainue kutoka kwa kiwango kimoja kwenda kwa kiwango kingine. Hakuna aliye kama wewe, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Continue with our series from the book or from the letter of 1 John. Tutazidi kukula pamoja chakula cha kiroho kutoka waraka wa kwanza wa Petro, sura ile ya pili, kuanzia mstari wa kwanza. Tutajifunza kutoka kwa mistari mitatu. Jana wiki jana wakati tulikuwa hapa tuliweza kujifunza kutoka sura ya kwanza, na hapo ndio tulijifunza juu ya being on the alert because the second coming is imminent. It is nearly coming. Today we want to talk about spiritual growth, and there are three things that I want to highlight. If you have your Bibles, you may turn with me to 1 Peter chapter 2. I want to read verses 1, 2, and 3. And then I will highlight three things. It says, therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander. Those are three things, very serious ones. Namely, malice, I'll tell you what it is. Then there is deceit or guile. Then there is a hypocrisy. There is envy. And there is slander. Mambo matano muhimu ambayo yanaweza kusababisha mtu asikue kwa imani. Yaani uovu ule unatendea watu kisiri, udanganyifu, unafiki. Unafiki tu ni kuishi maisha ambayo si ile yako ya kawaida. Wivu na kutukana watu. Hayo yote ni mambo matano ambayo inaweza kusababisha usikue. It takes away the appetite. Let's continue. Therefore, rid yourselves of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Like newborn babies crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the Lord is good. Now we are talking about three things here, and I want to speak with the one in verse 3. The question is if. If is because there are some who have not tasted. If you have not, you better taste. So I want to talk about tasting, and then I want to go to verse 1, getting rid of, and number 3, from verse 2, desire. That will enable you to grow spiritually. Unajua, kulikuwa na kijana mahali fulani aliishi akawa miaka 21, na alikuwa na tabia za kitoto. Wazazi wake walikuwa na pesa, walimpeleka katika kila hospitali ambayo walijua iko na dawa. Akatibiwa. Mwishowe wakaona ya kwamba hata wakitumia pesa namna gani huyu kijana angali ana behave kama 7 year old. Na wakamwacha tu.
Akasema sasa tufanye namna gani? Tumejaribu lote tuweza. Wacha tu tuwe tunaishi naye kama mtoto na tutamuongelesha kama mtoto. Na saa nyingine katika Ukristo inafika wakati ambao Mwenyezi Mungu anaongea na sisi kama watoto ambao hatujakomaa. Kwa sababu amekuwa na sisi miaka mingi. In fact, if you go to Hebrews, the Bible says that a time has elapsed, a long time, and amazingly you are not growing. And he is surprised. Just listen to that portion so that you may know there are some people who never grow. Hebrews chapter 5. Okay, listen to this. From verse 11 it says, we have much to say about this, in other words about the Lord, but it is hard to explain because you are slow to learn. You are slow to learn. We should not be slow to learn. In fact, though by this time you ought to be teachers, stop right there. It does not mean that you have to be a pastor or to be a Bible school teacher. It simply means that you should have grown to the point whereby you can help somebody else. That is a spiritual growth we are talking about. You need someone to teach you the elementary truths of God's word all over again. You need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness, but solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. That's very important. You know, there is no portion in the Bible where it says, do not smoke cigarettes. There isn't. But there is a verse that says, a person who is mature can distinguish between what is good and what is evil. So I read that portion so that you may know that God wants us to grow. The Apostle Paul said, when I was a child, I spoke as a child. Saa ingine wewe unaweza kukumbuka maneno ambayo ulikuwa ukiongea na ukitenda, unasema, wacha hiyo siku zipite kwa sababu sasa umekomaa. Now, there are some verses I'm going to ask some people to read for us. Augustus, please come forward. I'm having difficult reading and I want to give you some verses to read for us. Please read for us Psalm 19, 8 through 11. Psalm 19, 8 through 11. As soon as you see it, you find it, and you can read it. Kehara, you can read for us Psalm 34, verse 8. And Mr. Mutisia, Psalm 119, verse 103. 19, 8 through 11. We are talking about tasting the word of God to see that it is good. Yours is 34, verse 8. Psalm 19, verse 8 through 11. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The decrees of the Lord are firm, and all of them are righteous. They are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the honeycomb. By them your servant is warned. In keeping them there is great reward. Thank you. I'm interested in the word that the word of God is sweeter than honey. I love honey. Honey is so sweet. I always have honey because I love it. And the Bible says the word of God is sweeter than honey
Of course, it is not to be taken literally, but the joy that comes from the word of God makes you feel good, just like when you eat honey. Okay, Psalm 34 verse 8. Psalms 34 verse 8. Yeah, the Bible says, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in him. The Bible says taste. We are commanded to taste. To taste just like you eat food. I remember when we were growing up and we did not want to eat, I remember my mom would taste the food and say, in other words, please taste and see how good it is. And then she would ward into eating it. Today, I am doing the same thing and asking you to read God's word. Mutisia 119, 103, please. Psalm 119, 103. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. There it is once again. Again, something sweet. The word of God is sweet, not like honey, but how you feel when you taste honey is the same way you're going to feel when you taste God's word. It will give you joy and you'll be looking forward to eat it and then taste it because it is good. So that helps explain verse 3 of 1 Peter chapter 2. I said I wanted to begin with the tasting because for you to be able to grow, you must have tasted to see that the word of God is good. There are some people who have not really tasted it. So the Bible says here in verse 3, now that you have tasted that the Lord is good. Secondly, I want to talk about the things that we lay aside. These are the ones that you really will destroy your appetite. Verse 1. Therefore, by the way, this therefore is referring to what was said earlier. If you check what was said earlier, we were told earlier that we have been born of imperishable spirit, not like our parents who will perish because our parents are like grass. You too and me are like grass. The Bible says all men are like grass. We are looking at verse 24, and all the glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flower falls, but the word of the Lord endures forever. So the word of God that we are born of endures forever. So that is one thing that we have been told. And secondly, we are told in verse 22 that now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have your sincere love for your brothers, love one another deeply from the heart. If you really check the things that we are going to go through, you'll find out that they will interfere with the love relationship among the people. So there are two things that we have been told: that we have been born of imperishable, that we love one another because of the Lord. So the Bible says, therefore, rid yourselves of all malice, deceit, hypocrisy, envy, and slander. Let me talk about these 5 things. Now, these 5 things have to do with the relationship between you and me. Nothing with the Lord. And I want you to know, our relationship with fellow men is equally important with the relationship between us and God. Let me explain.
Our relationship between us and God is what we call a vertical relationship. It is contained in one verse. Thou shalt love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And then Jesus said, the second commandment is like the first. What is it? It's even shorter. Love your neighbor as you love yourself. And by the way, in case you didn't know, love is a command. I'm commanded to love you. You are commanded to love me. We are commanded to love one another. Kutokupenda mwenzako ni hatia. And by the way, in case you didn't know, if you look at the 10 commandments, there are also 2 commandments. The first 4, they talk about your vertical relationship with God. It's simply, have no other gods besides me. Do not worship idols. Do not mention the Lord's name in vain. Observe the Sabbath. The first 4 have to do with a vertical relationship with your Maker. The other 5 is a horizontal relationship with your fellow neighbor. Some people say, is it possible to love somebody? Yes, I'll prove to you. Ninajua kuna siku mzee Jomo Kenyatta alikuwa akihubiri. Asikuhubiri, alikuwa akipiga siasa na anasema, hati nasikia kuna amri nasema mpende mwenzako kama vile unajipenda. Ikiwa kuna mmoja hapa ambaye anasema anaamini anaweza kupenda mwenzake kama vile anajipenda, akuje hapa. Na mtu mmoja wa kamera akipita akapiga picha mahali, Kenyatta akafikiri anakuja kusimama akamtukana. Siwezi kusema vile alimtukana. Huyo dash anakuja kusimama. Let me tell you, it is possible. Let me tell you how you do it. It is loving one another is having nothing to do with anybody. And everybody can do that. Let me explain. Number 5 says, honor your father and mother, for that is the first commandment with a promise, so that it may be well with you and so that you may live long. You can obey your parents, whether you get it or not. Number 6, thou shalt not commit murder. If you don't kill people, you love them. Number 7, do not commit adultery. Ikiwa utatongoza mwanamke wa mtu au utatongoza msichana wa mtu, unawapenda. As simple as that. Number 8, thou shalt not steal. Ukiacha vitu za wenyewe, unawapenda. Number 9, and it is talked about here, thou shalt not be envious of your neighbor's cow. Hautaonea wivu ng'ombe ya jirani, mbuzi, mwanamke wake, mzee wake, ng'ombe, gari lake, nyumba yao. You love them. And the final one, actually that was number 10. Number 9 is do not implicate your neighbor. Don't bear false witness. If you don't do that, you love them. That's what it means by love. Kwa hivyo, right here, the Bible is saying, in order to desire, you have to get rid of those things those diseases that get inside us. Na hizo zinaweza kuingia katikati, tunachukiana bure. Na Mungu atafanya kazi na sisi na hatutakuwa kwa imani. Number 1, malice. What is malice? Malice is an intention to do evil. It's a malicious comment. Malice, unakaa na watu lakini wanaongea kitu, labda watu wanaweza kuwa magharibi, alafu mtu anasema ama ni madoa, watu wanasema ikiwa wewe sio kabila hiyo basi utapigwa mshahara. Hiyo ni malice. A statement or anything that shows that we need to harm somebody, ya kuumiza mtu, hiyo ni malice. Number 2, inaitwa guile or deceit. Ule ni udanganyifu.
Tunadanganya sana, na Mungu anasema udanganyifu una mwenyewe ni wa shetani. Tunadanganya hata wakati tuko wadogo sana. Hata mtoto mmoja alikuwa amekula sukari ya mama. Akauliza mama yake, nani amekula sukari? Sijui. Unasema ujui kweli kweli? Sijui mama, sijui. Kuja na mimi nikakuonyesha nani amekula sukari. Wakaenda kwa mila kubwa, akapewa angalia hapa. Akaona sukari iko huko kwao. Kando ya mdomo, akajua yule ndiye alikula sukari. Akaanza kupakula. Akakula tayari. Udanganyifu. Ya tatu, hypocrisy. Hypocrisy inatokana na neno la Kigiriki inaitwa hypocrites. Hypocrites ilikuwa ni mask ambao ulikuwa unaweka ili usionekane, inaleta picha nyingine. Kwa hivyo hypocrisy pia zote ni zile dhambi tunafanyiana hapa. Na tukiwa na hiyo hatutakuwa kwa imani. Tutakuwa tu tukisengenyana, tukipigana bure, na Mungu hawezi kubariki mahali ambao kuna vita. Anataka watu washirikiane so that he can bring about a blessing in that church, in that country, in that family, even in your home. Especially mama akipigana na mzee, msikubali, msione kama kuna baraka itakuja. Especially those two, when father and mother, baba na mama wakishirikiana, watoto wanaona and they follow suit. Mama na baba wakishirikiana, wakipigana, hiyo hypocrisy ndio sasa hawezi kukua kwa imani. Kwa hivyo kuna malice, kuna guile, na pia kuna hypocrisy. Ile ingine ni wivu. Wivu. By the way, kuna aina mbili ya wivu. Ya kwanza inaitwa jealous, na ile ingine ni envy, na ina tofauti. Hata kwa Kikamba iko. Kwa Kikamba jealous ni ile ambayo haina nguvu sana, inaitwa kiwewe. Lakini ile ingine deeper, envy, wakamba wanaita keima. Wacha niwapatie story ya watu wawili huko. Hii story inatoka huko Israeli. Juu ya watu wawili, mmoja jina lake alikuwa anaitwa jealous, na yule mwingine anaitwa envy. Kwa Kikamba moja anaitwa kiwewe, yule mwingine anaitwa keima. Kwa Kiswahili yote ni kama wivu, lakini hii ni ile wivu ya ndani inaitwa keima. Hao wazee walikuwa wanatembea tu kwa barabara, na mfalme akaambiwa, wewe mfalme, ulikuwa unataka kuona wale watu wawili, mmoja anaitwa jealous na yule mwingine anaitwa envy. Wako hapa karibu, waambie wakuje hapa. Walipoingia kwa boma la mfalme, akawaketisha kwa viti na akawaambia, jameni, nimesikia juu yenu na nilikuwa na hamu sana ya kuwaona bwana jealous na bwana envy. Niko na zawadi, na hiyo ndio jinsi mtaipata. Nataka mmoja wenu aitishe zawadi, na yule ataitisha zawadi, mwenzake atapata hiyo zawadi mara mbili. Maana yake ukiitisha nyumba, utakununulia nyumba moja, yule mwingine mbili. Ukiitisha milioni moja, mwenzako ataenda na milioni mbili. Bwana jealous akamwambia bwana Edwin, uliza kwanza. Bwana Edwin akamwambia, hapana, wewe uliza kwanza. Wakaongea mpaka bwana jealous akasucceed kuambia bwana envy aulize kwanza. Alafu envy akamuuliza, bwana jealous, are you sure you want me to go first? Yes. Bila nataka unifikirie vizuri. Unajua wewe unaitwa jealous na mimi naitwa envy. Mimi naenda deeper, na wewe uko hapa juu jealous. Wacha mwambie juu ya bwana jealous. Bwana jealous anasikia vibaya akiona uko na kitu na yeye hana, lakini akipata yake anaridhika. Lakini bwana envy, hima, ako na jealous ya kwamba hataki uwe na kitu, hata yeye akipata yake anataka yake iharibike. Huyo ndio bwana envy. Keima aimalizike. Kwa hivyo bwana envy akamuuliza bwana jealous, are you sure you want me to go first? You know me. Tafadhali uliza.
Amwambia basi, bwana mfalme, hii ndio zawadi yangu. Nataka unitoe jicho moja. Huku akijua ya kwamba bwana Jenas ataenda nyumbani na kipofu. Unapewa ulikuwa unacheza na mimi? Hii ni kumaanisha ya kwamba wale watu wakiwa katika kijiji wasaidii watu. Hata ukiwapatia nafasi wanaharibiana. So, in order to grow, you and me have to get rid of malice. We have to get rid of deceit. We have to get rid of hypocrisy. We have to get rid of envy. And number 5, we have to get rid of slander. Slander ni kutukana watu. Kuwa label. Kuwaweka majina. It is not good. It is not good. It doesn't help. And I'm sure we can also do that with our kids, with our parents, with our friends. And that will short-circuit any power. So, I'm really suffering. I want to wind up now. So at least we have been able to talk about 3 things. That we are to taste and see that the Lord is good. We are to lay aside all hindrance for growth. We have seen them. And number 3, we have to desire the pure milk of the word. I want to close right now and quote Matthew 5:6. It says, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled." You and I have to take the initiative. And today I want to challenge you to be reading God's word. Hii neno si neno la kawaida. Ni neno ambalo imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Na vile niliambia watoto, wakati mtoto ananyonya mama, anakula mama. Wewe wakati unasoma hii neno, unakula neno, because we are told in the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. In the beginning was Jesus Christ. Jesus Christ was with God. Jesus Christ was God. When you read God's word, you are eating God. Just like a baby eats the mother. You are eating God's word, and that you become part. The mother transforms her life to the baby. God transforms his life to you and to me. May God richly bless you. Father, I want to thank you. I want to praise you. I want to glorify your holy name. I call upon you, Father, to bless us, to strengthen us, to help us grow and become more like you as we partake of your word, as we read your word. Help us to grow and become more like you. For we ask all this in Jesus' name. Amen.